Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa moja kwa moja tunaelekea katika taifa la Iran huko Mashariki ya Kati. Sasa basi, maandamano na migomo ya kitaifa nchini Iran yaliyosababishwa na kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Rayo na kupanda kwa kiasi kikubwa kwa mfumuko wa bei yameingia siku ya tano siku hii ya leo Alhamis, huku machafuko yakienea hadi maeneo muhimu ya kiuchumi katika mji mkuu wa Tehran, yakiwemo maeneo yaliyozunguka soko la kihistoria la Grand Bazaar. Maandamano hayo yalianza siku ya Jumapili baada ya wafanyabiashara katika maeneo ya kibiashara ya Tehran, ikiwemo masoko ya simu za mkononi na Grand Bazaar, kitovu cha jadi cha uchumi wa jiji na kiungo muhimu katika mnyororo wa usambazaji wa chakula, kufunga maduka yao kupinga kuporomoka kwa Rayo hadi viwango vya chini kabisa kuwahi kushuhudiwa, takribani Rayo milioni 1.42 kwa dola moja ya Marekani. Mfumuko wa bei umeendelea kuwa karibu 50%, hali inayoongeza ugumu wa maisha kwa wananchi katikati ya kurejeshwa kwa vikwazo vya kimataifa na shinikizo la ndani ya nchi. Tangu hapo, maandamano yamepanuka hadi vyuoni na miji mingine kadhaa ikiwemo Isfahan, Shiraz, Mashhad na Kermanshah, ambapo wanafunzi wameungana na wafanyabiashara kupaza sauti dhidi ya usimamizi mbovu wa uchumi, huku baadhi ya maandamano yakichukua sura ya kisiasa. Taarifa kutoka mitandao ya kijamii na vyanzo huru zinaeleza kuwepo kwa ulinzi mzito, wakiwemo polisi wa kutuliza ghasia waliotumia mabomu ya machozi na katika matukio machache risasi za moto kutawanya waandamanaji. Mapigano yameripotiwa katika barabara kama Jamhuri na karibu na kampasi za vyuo vikuu, huku waandamanaji wakati mwingine wakijibu kwa kuwasukuma vikosi vya usalama. Vyombo vya habari vya serikali vimethibitisha kifo cha afisa mmoja wa usalama na kujeruhiwa kwa wengine katika mkoa wa Lorestan magharibi mwa nchi, huku vyanzo vya upinzani vikieleza kuwapo kwa kukamatwa kwa waandamanaji na majeruhi miongoni mwao. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametoa wito wa umoja wa kitaifa, akikiri kuwepo kwa malalamiko ya wananchi, lakini akilaumu zaidi sababu za nje. Mamlaka zimeonya dhidi ya vitendo vinavyoweza kusababisha kukosekana kwa usalama. Ushiriki wa Grand Bazaar, ambalo kwa muda mrefu limekuwa likionekana kama kipimo cha uthabiti wa serikali na lilikuwa na nafasi muhimu katika mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979, unaashiria kuongezeka kwa shinikizo kwa uongozi wa Iran, huku matatizo ya kiuchumi yakigusa moja kwa moja biashara na maisha ya kila siku ya wananchi. Maandamano na migomo ya kitaifa nchini Iran yamechochewa na msingi wa hali mbaya ya uchumi, ikiwemo kuporomoka kwa Rayo na mfumuko mkubwa wa bei. Hali hii imesababisha wafanyabiashara kufunga maduka yao, jambo ambalo linaonyesha moja kwa moja shinikizo la maisha ya kila siku na biashara ya kila mmoja. Ueneaji wa maandamano umekuwa mkubwa, ukiwa umeenea kutoka kwenye soko kuu hadi vyuo na miji kadhaa, jambo linaloashiria kwamba hisia za kukosa kuridhika zinashikilia watu wa makundi mbalimbali. Wanafunzi na wafanyabiashara wameungana katika kupaza sauti zao, na baadhi ya maandamano yamepata sura ya kisiasa, kuonyesha kuwa matatizo ya kiuchumi yamechangia pia malalamiko ya kisiasa. Maeneo muhimu ya kiuchumi kama Grand Bazaar yamehusika moja kwa moja, na hatua hii inaashiria hatari kubwa kwa uthabiti wa serikali, kwani soko hili lina umuhimu wa kipekee katika mnyororo wa usambazaji wa chakula na historia ya kisiasa ya Iran. Ushiriki wake unaashiria shinikizo linaloongezeka kwa viongozi wa taifa. Ushirikiano wa polisi wa kutuliza ghasia na ripoti za kujeruhiwa au kupoteza maisha kunadhihirisha kuwa maandamano haya yamekuwa na mgongano wa moja kwa moja kati ya wananchi na mamlaka. Matukio haya yanabainisha uwezekano wa machafuko makubwa na uwepo wa hofu ya usalama wa umma. Msemaji wa serikali na rais wametoa wito wa umoja na kueleza kwamba baadhi ya sababu za shida ni za nje, jambo linaloonyesha jitihada za serikali kudhibiti hali ya kudumisha uthabiti. Hata hivyo, hisia za kukosa kuridhika na kushirikishwa kwa makundi ya kijamii na kiuchumi zinaashiria changamoto kubwa kwa viongozi wa Iran. Baadhi ya maandamano nchini Iran yamechukua sura ya kisiasa, ambapo waandamanaji wanadai mabadiliko ya kisiasa na kupinga utawala wa Khamenei. Hali hii inaonyesha kuwa malalamiko sio tu kuhusu uchumi, bali pia ni kuhusu mfumo wa uongozi na jinsi mamlaka inavyosimamia taifa. Ushirikiano wa polisi na ripoti za kujeruhiwa au kupoteza maisha
kwa waandamanaji unathibitisha kwamba msukumo huu una mvuto mkubwa na unaweza kuathiri uthabiti wa kisiasa wa taifa la Iran. Hisia za wananchi dhidi ya utawala zikichanganyika na machafuko ya kiuchumi zinaashiria changamoto kubwa kwa viongozi wa Khamenei na uwezekano wa maandamano makali zaidi kuendelea katika taifa hilo. Maandamano dhidi ya hali mbaya ya uchumi nchini Iran yamekuwa na mwelekeo wa kupinga utawala wa Khamenei, huku waandamanaji wakionyesha hasira juu ya usimamizi mbovu wa serikali. Hii ni kwa sababu wahusika katika maandamano hawaoni tu mfumuko wa bei na kuanguka kwa raia kama changamoto za kiuchumi, bali pia wanazungumzia uhuru na haki za kiraia ambazo wanahisi zimekandamizwa chini ya uongozi wa Khamenei. Kama ilivyoshuhudiwa katika maeneo kama Vioni na Grand Bazaar, waandamanaji wanatumia maandamano kama njia ya kupinga mamlaka ya juu, wakilalamikia ukosefu wa uwajibikaji na udhibiti wa kisiasa. Hali hii ni changamoto kubwa kwa utawala wa Khamenei, kwani Grand Bazaar kwa muda mrefu limekuwa ni kipimo cha uthabiti wa serikali na ushawishi wake katika jamii ya kibiashara. Viongozi wa Iran ni pamoja na Rais Masoud Pezeshkian wamejitahidi kupunguza uhalali wa malalamiko kwa kulaumu zaidi matatizo ya kiuchumi kwa vikwazo vya kimataifa na sababu za nje, lakini madai ya waandamanaji dhidi ya uongozi wa Khamenei yanabaki wazi. Hii inaashiria kwamba maandamano haya ni zaidi ya mabadiliko ya kiuchumi, ni wimbi la kisiasa lenye uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa katika mfumo wa utawala wa Iran. Katika mazingira haya, kuna mchanganyiko wa hasira na mabadiliko ya kisiasa ambayo yanaweza kuzidi kwa kasi, hususan ikiwa mfumuko wa bei utaendelea kuongezeka na serikali kushindwa kudhibiti hali hii. Wengi wa waandamanaji wanaendelea kusema waziwazi kuwa hawako tayari kuishi chini ya utawala wa Khamenei, na ni wazi kuwa ugumu wa maisha unaleta msukumo mkubwa kwa maandamano haya kuwa sura ya kisiasa zaidi. Marekani nayo imekuwa na mtazamo wa kudumu wa kukosoa utawala wa Khamenei na sera za Iran, hasa kutokana na migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kidiplomasia ambayo Iran imekuwa ikikutana nayo kwa miongo kadhaa. Maandamano haya yanaweza kuchochewa na mtazamo wa Marekani kwa njia mbili. Kwa upande mmoja, Marekani inaunga mkono harakati za kidemokrasia na uhuru wa watu, hivyo inashawishiwa na malalamiko ya wananchi dhidi ya utawala wa Khamenei. Hali hii inaweza kutoa nafuu kwa juhudi za Marekani za kuleta shinikizo kwa serikali ya Iran. Kwa upande mwingine, Marekani inaweza pia kuona maandamano haya kama fursa ya kuimarisha vikwazo dhidi ya Iran, hasa kutokana na kile inachokiita usimamizi mbaya wa uchumi na ukiukwaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, inavyoonekana, Marekani imekuwa ikizingatia sera ya kuhakikisha kuwa serikali ya Iran haipati msaada wa kimataifa ili kuimarisha utawala wake. Kwa hivyo, maandamano haya yanaweza kuwa na athari moja kwa moja kwa siasa za Marekani dhidi ya Iran, kwa kuongeza shinikizo kwa utawala wa Khamenei na kuchochea wimbi la kimataifa la kudai mabadiliko. Lakini pia, kama ilivyoshuhudiwa kwa mara ya mwisho, Marekani inaweza kujitahidi kuzuia kuonekana kama inachochea moja kwa moja machafuko katika nchi za Mashariki ya Kati. Katika hali hii, Marekani ina hatari ya kufadhaika ikiwa itachukulia hatua za moja kwa moja ambazo zinaweza kutafsiriwa kama kuingilia siasa za ndani za Iran, jambo ambalo linaongeza uhasama kati ya nchi hizi mbili. Mtazamaji wetu, huo ni mtazamo wa maandamano ambayo yanazidi kukithiri huko nchini Iran tangu hivi sasa, huko akiingia katika duru ya siku ya 5 mfululizo. Kwa taarifa zaidi basi usiache kusalia nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.